Ni nini kimewapata Liverpool? Kuna shida gani pale Liverpool? Kuna maswali mengi ambayo pengine yanaweza yasiwe na majibu. Liverpool hii ambayo tumeishuhudia kwa misimu ya hivi karibuni ikiwa ni ya moto kweli kweli. Leo hii tunaishuhudia Liverpool ambayo imezoofika kweli kweli. Imekuwa ikipoteza mechi mfululizo bila shida yoyote, bila sababu yoyote ya msingi. Watu wengi wananiuliza ni nini kimeipata Liverpool. Hata mimi najiuliza ni nini ambacho kipo chini ya anguko hili la Liverpool. Sijui kama tunapaswa kuliita anguko ama kipindi cha mpito, lakini naamini kwamba Liverpool wana namna ya kurudi ama kurejea katika ubora wao. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikawa zinapelekea kutokea kwa anguko hili ama kudorora kwa viwango ama kwa uwezo ama ubora wa Liverpool. Sababu nyingi zinaweza zisiwe za moja kwa moja na nyingi zikawa za madhanio. Katika makala hii ya leo tutaangalia ni namna gani ambavyo club inaweza ikapanda kwenye level za juu na baadaye ikashuka. Ni sababu zipi zinaweza zikapelekea kushuka ama kupanda kwa club. Kuna club nyingi ambazo zilikuwepo katika miaka ya nyuma zikifanya vizuri, zikishika hatamu katika ligi mbalimbali duniani, lakini hivi sasa zimekuwa down. Lakini kuna nyingine ambazo zilishuka chini na baadaye zikafanikiwa kupambana na kurejea katika ubora wake. Na nyingine ndo zimefeli kabisa, zimeshindwa kurejesha ule umahiri wake na ubora wake. Katika swala hili la Liverpool kuna mambo mengi sana ambayo tunapaswa tuyatazame na kujiuliza kwa pamoja ili tuweze kupata utatuzi ama ufumbuzi, ili tuweze kuelewa zana nzima ya nini ambacho kinatokea pale nyumbani kwa Liverpool. Kwa kwanza kabisa, tutaangazia mifano mbalimbali ya timu ambazo zimefanya sajili kubwa ama zilikuwa zikitarajiwa zitakuwa bora katika msimu ya mbele baada ya kuonyesha matumaini kwa mashabiki wao. Na hapa kwa kuanza kabisa, tuanzie hapa nyumbani. Tuchukue mfano wa klabu ya Yanga, Young Africans. Katika msimu wa mwaka 2023-2024, Dar es Salaam Young Africans walifanya vizuri katika mashindano ya kimataifa, wakifanikiwa kufika hatua ya robo finali ya klabu bingwa Afrika. Hii ilikuwa ni hatua kubwa kwa klabu hiyo ambayo ilipambana kwa miaka mingi bila kufika katika hatua hiyo. Na Direct Young Africans wakapangiwa katika hatua ya robo finali kukutana na Mamelodi Sundowns, timu ambayo ilionekana kuwa tishio barani Afrika. Maneno na mijadala mbalimbali kwenye vyombo vya habari na mitaani ilikuwa ni vipi ambavyo Young Africans wanaweza kupenya katika mtego huu. Na wengi wakaenda mbali na kusema kwamba Yanga watachapika vibaya mno. Lakini kilichotokea wote tunakijua. Badala ya Yanga kuchapika vibaya mno ama kuteseka vibaya mno, Yanga walionyesha uimara wao, wakaonyesha umoja wao, wakaonyesha ari na nguvu ya kupambana na kulitetea beji ya klabu hiyo. Mchezo wa kwanza ulianzia nyumbani katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ambao ni uwanja wa taifa. Young Africans walipambana kwa nguvu zote na kuhakikisha wanasbaki mchezo ule unakamilika kwa sare ya bila kufungana. Unakumbuka namna ambavyo Young Africans chini ya Miguel Gamondi ilivyokuwa ya moto kweli kweli, hadi Mamelodi wakashangaa ni nini ambacho tumekutana nacho. Wakati awali walihisi itakuwa ni mechi rahisi, lakini Yanga walitoa upinzani mkubwa. Katika mechi ya marudiano, hali ilikuwa mbaya zaidi kwa Mamelodi Sundowns.
Yanga walifanikiwa kutia bao kimiani mwa Mamelodi, bao lilofungwa na Aziz Ki, lakini bao hilo lilikataliwa na hivyo kufanya game kuisha kwa 0-0 na Yanga wanapoteza kwa penalty katika mechi hiyo. Namna ambavyo Young Africans walionyesha upinzani mkubwa, ushindani katika mchezo ule, iliipa taswira dunia na Afrika kwa ujumla kwamba Young Africans ni timu ambayo kwa miaka ijayo inaweza kaja kufanya maajabu na ikafanya makubwa zaidi, na wengine wakiitabiria kwamba itaweza hata kutwaa kombe la Africa Champions League. Na Yanga na viongozi wao na mashabiki kwa ujumla wakaamini kwamba timu yao iko vizuri sasa. Katika dirisha la usajili, Yanga wakafanya maingizo mapya, maboresho ambayo yalilenga kukiboresha kikosi na kukifanya kikosi kiwe shindani kimataifa. Unaikumbuka ingizo la Clatous Chota Chama ambaye alikuwa ni kiungo wa kuaminika ambaye alitumikia klabu ya Simba kwa misimu mbalimbali. Clatous Chota Chama aliaminika kwamba ndo kiungo bora katika misimu yote alipokuwa Simba. Yanga wakaamini kwamba kumchukua nyota mkubwa kama Clatous Chota Chama utawasaidia katika mapambano yao ya kimataifa katika msimu unaofuata. Unalikumbuka ingizo la Prince Dube? Prince Dube alitokea Azam akiwa ni nyota wa kuaminika wa klabu ya Azam, striker ambaye alikuwa ni tishio katika malango ya wapinzani. Sajili hazikuishia hapo. Kuna sajili nyingi ambazo Yanga walizifanya ili kuboresha kikosi chao. Kuna kina Duke Abuya, kuna kina Anda Bwile, kuna kina Shadrack Boka na wengine wengi. Hii yote ilikuwa ni kuhakikisha kikosi kinakuwa bora na imara zaidi kwa ajili ya msimu unaofuata. Na hapa kikosi kikasheheni mastaa. Akawepo Clatous Chota Chama, akawepo Stefan Aziz Ki, akawepo Pacome Zouzoua, akawepo Mudathiri, akawepo Khalid Aucho, wakawepo mastaa wengi kina Clement Mzize na Prince Dube. Yanga hii ikawa inaogopesha kwa sababu ilisheheni majina makubwa, na kila mtu aliamini kwamba huu ndo wakati wa Young Africans, mpaka wakaanza kampeni wa kusema kwamba tunaenda kuchukua kombe la Champions League. Kiukweli, kwa macho ya kawaida, kila mtu alikuwa na matumaini makubwa kwamba Yanga hii inaenda kufanya makubwa zaidi na maajabu sana katika msimu unaofuata. Msimu kaingia, msimu wa mwaka 2024-2025. Wakaanza kwa kusuasua, hata kwenye ligi wakawafanyi vizuri kama vile ambavyo tulitarajia. Hali ikawa mbaya zaidi kiasi kwamba wakamtimua kocha wao Miguel Gamondi, wakiamini ndo tatizo. Wakawaleta makocha wapya, timu ikaendelea kupambana, lakini hata hivyo haikufanya vizuri sana. Ilipofika nyakati za Champions League, Yanga wakapambana, wakafanikiwa kuingia makundi. Katika hatua za makundi, hali ikawa mbaya, ikawa dhaifu hali. Wakapambana ili kufanikiwa kufika robo finali, lakini ikaishia hatua ya makundi, wakashindwa kufanikiwa kuendelea hatua ya mbele. Hili halikutarajiwa na wengi kwa sababu Young Africans walikuwa washaonyesha kwamba wamevuka level hizo za kuishia makundi, lakini haikuwa kama vile ambavyo walitarajia. Licha ya kuwa na nyota wakubwa kama kina Stefan Aziz Ki, Pacome Zouzoua, Prince Dube, Clatous Chota Chama, Khalid Aucho na wengine, bado Yanga haikufanikiwa kutoboa. Ni nini kilitokea? Mimi na wewe
hatuna majibu. Inawezekana hicho ndo kinawapata Liverpool hadi sasa? Hilo ni swali ambalo we mwenyewe unaweza ukajijibu. Hebu tuende Ulaya, tuangalie timu nyingine ambayo nayo imekumbana na maswaibu kama hayo. Na sasa tudondoke pale France kwa Paris Saint-Germain, PSG. Tunaifahamu PSG kama timu ambayo ni timu imara sana kiuchumi, ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana pale nchini France. Ufaransa imekuwa ikidominatiwa na PSG. PSG wameidominate sana ligi ya Ligue 1 ambayo ipo Ufaransa. Kwa miaka mingi matamanio makubwa ya PSG ilikuwa ni kuhakikisha wanafanikiwa kutoa kombe la UEFA Champions League. Hiyo ndio ilikuwa ni ndoto kubwa ya PSG. Mabosi wakamwaga hela kibao kwa ajili ya kunasa saini za wachezaji wakubwa, wakiamini kwamba wakipata wachezaji hao wakubwa basi timu yao itaimarika zaidi na itaweza kutoa kombe hilo. Kuanzia miaka 2018, 19, 20, 21 hadi 22 walisheheni nyota wakubwa katika klabu hiyo. Unakumbuka akina Neymar dos Santos Jr., Lionel Messi, Kylian Mbappe, Dembele na wengine. Walikuwa ni nyota ambao walikuwa wanatishia na kuonekana ni klabu ambayo ina mastaa wakubwa wenye uwezo mkubwa. Sajili za wachezaji hao zilionyesha kwamba PSG wanatamani kupata mafanikio makubwa kimataifa, wakiamini kwamba uwepo wa wachezaji kama Lionel Messi, Kylian Mbappe na Neymar Santos ingeweza kuwasaidia kutoa UEFA Champions League. Lakini pamoja na mapambano yote kuishia robo finali na nusu finali. Hawakufanikiwa kutoa kombe hilo. Watu wakabaki wakijiuliza ni nini kilichotokea. Baada ya yote tumewashuhudia PSG katika msimu wa mwaka 2024-2025 wakifanikiwa kutoa UEFA Champions League kwa mara ya kwanza kwa historia yao, na hapa wakiwa hawana wale mastaa wakubwa kama kina Kylian Mbappe, Messi na Neymar. Imefanikiwaje na ilishindwaje kipindi ambapo ina mastaa wakubwa? Hilo ni swali lingine ambalo unapaswa kujiuliza na kujijibu pia. Sasa hebu turejee pale Liverpool katika EPL, English Premier League. Liverpool msimu uliopita walifanikiwa kutoa kombe la EPL, kombe ambalo kwa muda mrefu walikuwa wamelikosa. Kulipata kombe hilo kulirejesha matumaini kwamba Liverpool inaenda kupambana zaidi, na hapa target ilikuwa ni kupata kombe hilo la English Premier League, lakini pia kukimbilia katika UEFA Champions League. Ndiyo, hadi sasa wapo kwenye mapambano, lakini hali inaonyesha si shwari. Si shwari kabisa kama ilivyokuwa awali, kwa sababu Liverpool hadi sasa wamepoteza mechi nyingi sana, na mechi ambazo ni za muhimu sana katika kupambania katika kombe la English Premier League EPL. Ni nini kimetokea? Hili ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Katika dirisha kubwa la usajili, dirisha la kiangazi, Liverpool walishangaza dunia. Liverpool ndio timu pekee ambayo ilispend bajeti kubwa katika usajili huo wa kiangazi, wakiwasajili mastaa wakubwa, wachezaji kama Florian Wirtz kutokea Bayer Leverkusen ambaye alikuwa ni nyota wa kuaminika wa klabu hiyo, ambaye alisaidia klabu hiyo kutoa kombe la Ujerumani, Bundesliga. Hawakuishia hapo, wakainasa saini ya Jeremy Frimpong
ambaye naye alitokea huko huko Bayer Leverkusen akiwa ni nyota wa kuaminika pia. Sajili zingine ilikuwa ni pamoja na sajili ya Alexander Isak ambaye alifanya vizuri akiwa na Newcastle katika msimu uliopita, akiwa ni second striker wa pili kuwa na magoli mengi katika ligi ya English Premier League. Hivyo ilionyesha ni potential kubwa ambayo Liverpool walikuwa wakiifanya. Pamoja na yote, kulikuwa na sajili zingine nyingi ambazo walizifanya ili kuboresha kikosi hicho. Ni nini ambacho kilitokea? Na ni nini ambacho kimetokea hadi sasa Liverpool wana struggle? Inafikirisha kweli kweli. Sasa mtazamo wangu uko hivi. Mara nyingi timu zinavyokuwa na nyota wakubwa wengi zinapata shida sana ya kufanya timu icheze katika collective way, kucheza kwa mkusanyiko ama ushirikiano baina ya mchezaji mmoja na mwingine. Wapo wengi ambao wanazungumza kwamba kocha wa Liverpool ndiyo sababu ya Liverpool hadi sasa kuwa hapa. Lakini mimi binafsi siliamini sana hili. Imani yangu inaniambia kwamba Liverpool wanakosa kuwa na watu ambao wanapambana na kuteseka kwa ajili ya klabu hiyo. Na hii ni kutokana na kuwa na wachezaji wenye majina makubwa wanaolipwa fedha nyingi na pressure kubwa. Hivyo unakosa watu ambao wanaweza kaitetea timu yako inapokuwa katika hali ngumu. Ni kawaida utashuhudia katika timu nyingi unamkuta mchezaji ambaye labda unaweza ukahisi hakustahili hata kuwepo katika klabu hiyo, lakini unashangaa kwa nini kocha anampenda huyu mchezaji. Iko hivi, ili timu iweze kufanikiwa lazima uwe na wachezaji ambao wana viwango vya juu kabisa, zile top notch performance player, wale ambao wanaweza kuonyesha ulimwengu vipaji vya kweli. Lakini pia lazima uwe na watu ambao wanaweza kupambana kwa namna yoyote ile ili kuhakikisha timu yako inashinda, haijalishi wana vipaji vikubwa kiasi gani. Kama timu itakosa hiyo balance, basi timu ni rahisi sana kudondoka. Lakini kama timu itakuwa na balance ya wachezaji wenye vipaji vikubwa na wachezaji wenye vipaji vya kawaida na wachezaji ambao wanajituma kwa nguvu yote kwa ajili ya timu, basi kunayo possibility kubwa sana ya timu hii kufanikiwa. Kiuhalisia, haya ni madhanio yangu. Hatuna uhakika ni kipi ambacho kimejificha, ila tunaweza kujifunza kutoka kwa wengine ambao walianguka na kupanda baadaye. Mfano mzuri ni Paris Saint-Germain. Kama Liverpool wataichukua hii na kujifunza kwa Paris Saint-Germain PSG, basi wanaweza kufanya vizuri zaidi. Ni imani yangu kwamba hili litakuwa jambo ambalo litawaimarisha zaidi Liverpool na itasaidia Liverpool kutengeneza muunganiko mpya for the future. Bado wana nafasi ya kujirekebisha na kufanya mapinduzi, kwa sababu mbio za ubingwa ndio kwanza zinaanza. Kama watarejea vizuri kutoka kwenye hii international break, then tunaweza tukawashuhudia wakirejea pale kileleni na wakifanikiwa kwenye mashindano mengine. Lakini mimi na wewe hatujui nini hatma ya Liverpool. Una maoni gani kuhusiana na hiki kinachoendelea klabuni Liverpool? Niandikie hapo kwenye comment.